akatoka na akaenda katika hiyo safari ya Bali. Na alipofika katika kijiji fulani, akapokelewa vizuri sana, manake wale watu walikuwa ni watu wakarimu sana. Na alipopokelewa pale, ilikuwa ni wakati wa jioni, akaandaliwa chakula ambacho kilikuwa ni chakula kitamu kulingana na tamaduni za watu wale. Mgeni alichinjiwa kuku na akapikiwa ugali. Kwa hivyo yule kuku ambaye ndiye aliyekuwa kuku mkubwa sana katika boma lile, aliloingia akachinjwa na akakangiwa vizuri na akaletewa pale, akaandaliwa vizuri pamoja na ugali. Lakini huyu mtu wa ovyo alianza kujiuliza maswali. Manake alipofika mahala pale, alielezewa jinsi wanavyo wakaribisha wageni. Kwa hivyo kaambiwa, mgeni tunamchinjia kuku na kumpikia ugali ambazo anaandaliwa na mwanamwali. Kwa hivyo walipoandaliwa chakula kile, kuna maswali ambayo alijiuliza. Akajiuliza, je, hao watu walisema kwamba mgeni anapoingia pale au mgeni anapoingia hapa huandaliwa chakula ambacho ni ugali pamoja na kuku. Lakini ninaweza kuona baadhi ya nyama za kuku hapa, lakini kuna vitu vingine ambavyo mimi sivioni. Sioni kichwa cha kuku, sioni miguu ya kuku, sioni matumbo na nyama zingine za mwili. Manake kulingana na tamaduni zao, nyama za matumbo au nyama za tumbo, kichwa pamoja na miguu pamoja na mabawa yalikuwa yanatupwa, yalikuwa hayaliwi. Lakini huyu mtu alitatizika na akahuzunika, na akawa anachungulia mahali ambapo wanatupa bidhaa zao, yani wanatupa vile vitu vichafu mahali vinavyotupwa pale katika shimo ya kutupia takataka. Na yule mtu alitoka akawacha ugali wake na akaziata zile nyama za kuku na akatambaa, akanyemelea, akaenda paka pale kwenye lile shimo ambalo ni la kutupwa takataka. Na akaanza kutafuta kichwa, akaanza kutafuta miguu, na akaanza kutafuta matumbo. Na katika kijiji hiki kulikuwa na wanyama ambao walikuwa wanakuja usiku kuua wanyama wao, yani ng'ombe na mbuzi na kondoo. Na mzee alipotoka nje, aliona kitu ambacho kilikuwa kinatambaa kikielekea pale katika shimo la kutupia taka. Na akili yake ikamweleza mara moja, yule ni fisi. Kwa hivyo alirudi nyumbani haraka haraka, akachukua mkuki na akamchoma, akamduga yule ambaye alidhania ni mnyama, lakini kumbe alikuwa ni yule mtu. Kwa hivyo baadaye alipowaita watu wa kijiji waje kushuhudia mnyama ambaye amekuwa akiwaua wanyama wao, walikuja wakamkuta ni yule mtu aliyemuua. Kwa hivyo rafiki zangu, ndugu zangu na dada zangu, tusiwe watu wa ovyo kama mtu huyu, bali tuwe watu wenye busara. Tuwe watu wenye busara katika maisha yetu. Tuwe watu ambao wanaheshimika katika jamii, bali tusiwe watu ambao ni wa ovyo, watu ambao wanatafuta vitu vidogo vidogo huku wakiwa wameacha vitu vikubwa vikubwa. Yule aliacha vitu vikubwa
aliacha minofu ya kuku, akaacha ugali, akaenda kutafuta takataka ambaye ilikuwa ambaye ni mabakio ya kuku ambayo alikuwa hayaliwi katika jamii ile. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, tunapoendelea kulijenga kanisa la Kristo, tuwe watu wenye busara, tusiwe watu wa kupigana kwa sababu ya vitu vidogo vidogo, tusiwe watu wa kutusiana kwa sababu ya vitu vidogo vidogo, tusiwe watu wa kudharauliana kwa sababu ya vitu vidogo vidogo. Wakati tunapotekeleza wajibu wetu kama Wakristo pale kanisani. Kwa hivyo nawatakia kila laheri katika maisha haya ya wokovu, katika maisha haya ya Kristo. Kwa hivyo Mungu awabariki na watendee mema.